Unapokumbana na changamoto za kifedha, inaweza kuhisi kama msingi uliokuwa unaujenga kwa ajili ya familia yako unaanza kuporomoka. Kisha unaanza kutilia shaka kila kitu. Je, wengine wako bora kwa sababu wanafanya kazi kwa bidii kuliko mimi? Je, ni kosa langu kwamba niko katika umaskini? Je, tunawezaje kuelewa baraka za riziki huku pia tukielewa baraka za kunyimwa? Yote yanaanza kutoka ukweli mmoja: Allah tayari amekuandalia riziki yako. Kupoteza mali kunaweza kuwa janga. Kuna hali ya kutokuwa na uhakika wa kesho, majuto kutoka zamani, na hisia kwamba juhudi zako zote zimepotea bure. Hata zaidi ya huzuni wenyewe na wasiwasi, kunaweza kuwa na aibu ya kukubaliana na familia yako. Unahisi kama umewaangusha, unaogopa kwamba wamepoteza heshima kwako, na kisha unashuhudia machozi ya wapendwa yanakugonga kama mshale moyoni. Mvutano katika nyumba inayopitia wakati mgumu utahisiwa na kila mtu, hasa watoto. Lakini kwa kila mtu ni kujifunza kukubali hali mpya ya kifedha. Kuna uwezekano wa ukuaji ambao unaweza kukuandaa kwa chochote kitakachokuja. Mara nyingi ni mtihani wa kwanza wa kuvunja imani au kuimarisha imani ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Kabla Allah kumjaribu Ayub alayhi salam na familia yake na afya yake, alichukua mali yake yote. Kabla Allah kumchukua Hadija na Abu Talib kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimjaribu kwa kususia na kupoteza mali zake zote. Kukubali riziki yako ni msingi wa kukubali maisha ambayo Allah amekuandalia yanayokuja mbele. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alisema, habadal makruhan almaut walfakr, kubali mambo mawili unayoyachukia, kifo na umaskini. Naye akasema kwa Allah, sijali kama Allah atanijaribu kwa mali au umaskini, kwa sababu haki ya Allah katika kila moja yao lazima itimizwe. Hivyo ikiwa ni mali, basi jibu ni shukrani, na ikiwa ni umaskini, basi jibu ni subira. Na ndivyo Sufyan Ath-Thauri rahimahullahu alisema, utajiri wa kweli hupatikana tu katika kuridhika. Kama tu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ikiwa Allah anapenda wema kwa mja, anaweka utajiri katika nafsi yake. Maana yake mtu huyo ataridhika na chochote alichonacho na siku zote atajihisi tajiri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na ikiwa Allah anapenda madhara kwa mja, ja'ala fakrahu baina ainaihi, anamwekea umaskini mbele ya macho yake. Maana yake licha ya chochote anachokimiliki, kwa hakika siku zote anaona umaskini. Hivyo je, tunapaswa kupenda kunyimwa kwa njia fulani? Ndiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kama tu ungejua thawabu ulionayo kwa Allah, ungetaka kuongezwa umaskini na mahitaji. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema uombe hali ya umaskini. Alikuwa akisema, omba cheo cha maskini na baraka za mtazamo zinazokuja na kuwa maskini. Mtu ambaye hajapewa sana katika dunia hii hatapumbazwa nayo kama mtu aliye na mengi yake na akiwa anaridhika. Anafurahi hapa na anafurahi katika akhera. Hakika kuridhika kwake kunajazia matendo mengi ambayo hangeweza kuyafanya. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu alisema, man radhiya min Allahi bil yasiri min ar-rizq radhiya Allahu minhu bil qalili min al-amal, yeyote atakayeridhika na Allah kwa riziki kidogo, Allah ataridhika naye kwa matendo yake machache. Hivyo kuridhika na Allah bila kujali hali kunaweza kupelekea Allah kuridhika nawe katika maisha ya baadaye na kukuharakishia hadi janna. Na subhanallah, wengi wa umma huu ni wa aina hii. Watu wa kawaida maskini wanaofanya dhikri zao, wanaoshikilia wajibu wao na wanaolala wakiwa na mioyo iliyojaa hata kama hawana kitu tumboni. Na hiyo sio kwa bahati mbaya. Yahya ibn Muadh rahimahullah alisema, hakika maskini huwa na furaha zaidi kuliko matajiri kwa sababu ya kumkumbuka Allah, kwa kuwa wako chini ya ulinzi wa Allah. Na angalia anachosema, anasema, ikiwa mzunguko wa umaskini ungeondolewa kwao, ungewapata wachache wao bado wakimkumbuka Allah. Kwa sababu ndivyo tulivyo sisi wanadamu. Sasa kuna njia ya Bilal kwenda janna na kuna njia ya Abdurrahman ibn Auf kwenda janna, njia ya matatizo na njia ya ukarimu. Watu wengi huingia janna kupitia njia ya Bilal,
lakini umma daima inawahitaji wanaaufu wake. Lakini ni watu wangapi wenye tumbo lililojaa wana tamaa zisizo na kikomo zinazowaacha wakiwa na njaa ya kiroho? Imam Al-Muzani rahimahullahu alisema, unatosheka katika dunia hii na chochote unachoridhika nacho, hata kama ni tende, tama la maji na kivuli kidogo juu ya kichwa chako. Kisha kila wakati mengi ya dunia hii yanafunguliwa kwako, huzuni zaidi inakula nafsi yako. Lengo ni unatamani nini na unashindana na nani? Allah anaweka wazi kuwa watu wanaotazama wengine na kushangaa hakika wataacha kumtazama Allah kwa maajabu aliyowaahidi. Na ingawa inaweza kuonekana kama wana vyote au kwamba vizuizi vya riziki yako kila mara vinakuweka nyuma hatua chache, muonekano huo wa umaskini na viatu vilivyochakaa au nguo zilizopasuka utakuwa alama ya heshima kwa muumini siku ya hukumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, chemichemi yangu ni kubwa, maji yake ni meupe kuliko maziwa na matamu kuliko asali. Vikombe vyake ni vingi kama nyota. Yeyote atakayekunywa humo hatakuwa na kiu tena, na watu wa kwanza kufika humo watakuwa wahamiaji maskini, nywele zao zikiwa zimechanika na nguo zao zikiwa na madoadoa, ambao hawazingatiwi kwa ndoa na ambao milango ya viongozi haifunguliwi kwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa wale wasiokuwa na kitu katika dunia hii, angalia unachoweza kuwa nacho hapo baadaye. Lakini sio tu kwamba Allah anabadilisha riziki yako katika maisha yako ya baadaye na malipo ikiwa unavumilia. Ibn Al-Jawzi rahimahullahu alisema, ikiwa umenyimwa riziki katika kitengo kimoja, jua kwamba hujanyimwa katika kitengo chingine. Na kwa hiyo ingawa unaweza kuhisi umenyimwa riziki kwa njia moja, huenda Allah amekuongezea kwa njia nyingine. Wakati mwingine riziki ya mali kwa hakika inakuzuia kuona aina nyingine ya riziki. Labda ni marafiki wako au familia yako au baraka nyingine ambazo hata hukuzitambua ulizonazo au ambazo hazikuwezekana wakati ulikuwa na mali yako. Sasa je, kunyimwa kunakuja kupitia dhambi? Ndiyo, wakati mwingine ni hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakika mja ananyimwa riziki kwa sababu ya dhambi anayofanya, na kama Ibn Qayyim rahimahullahu alivyosema, hakuna kinacholeta riziki kama kuacha dhambi, lakini faida au hasara hiyo inaweza kuwa katika ubora badala ya wingi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweka baraka katika kidogo na uharibifu katika kingi ambacho subhanallah. Tuna Mola anayewanyima baadhi ya watu kwa upendo ili aweze kuinua cheo chao na baadhi ya watu kwa adhabu ili kuwashusha. Lakini bila kujali sababu, mtu ana nafasi hii ya kupata faida kutokana na hasara yake. Ni ima toba inayokurudisha kwenye njia ya janna au ridhaa, kuridhika na Allah, ambayo inakuongezea katika janna. Wakati mwingine Allah anakualika kwa fursa ya kiroho ya kuishi kwa tawakkul ya kweli. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa unamtegemea Allah kikweli, angekuletea kwako riziki kama anavyowaruzuku ndege wanaotoka asubuhi wakiwa na matumbo ya njaa, wanarudi yamejaa. Utapata tu kumjua Allah Al-Qabid Al-Basit, yule anayezuia na yule anayetoa. Unapoishi katika hali zote mbili na unajifunza kumwamini Allah katika hali zote mbili, basi hali inakuwa haijalishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, at-ta'imu shakir bimanzilati as-sa'imu sabir, yule anayeshukuru ni kama yule anayefunga na kuvumilia. Haidhuru kuhusu ulichonacho au unachokosa, ni juu ya uwezo wako wa kumwona Allah kupitia umaskini na ustawi. Kulikuwa na mjadala kati ya wasomi wawili wa Kiislamu zamani. Mmoja wao alikuwa tajiri na mwingine maskini. Hivyo yule maskini anakuja kwa kuchelewa na anasema maneno kumlenga yule mwingine na kusema, samahani, nilichelewa kwa sababu mafuta ya taa yangu yaliisha. Hivyo msomi tajiri akajibu na kusema, mimi pia nilichelewa kwa sababu ya kuzubaa na uzuri wa taa zangu za marembo. Lengo lilikuwa kwamba wote wawili walikuwa na majaribu yao na wote wawili walimjua Allah kupitia majaribu yao. Mata ataka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka kahrahu fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilayka wa mukbiruna biwujudi lutfihi ilayka.
Anapokupa anakushuhudia wema wake, anapokunyima anakushuhudia nguvu zake, na katika yote hayo anaonesha uwezo wake kwako na kukukaribia kwa upole wake. Ikiwa umepewa, shukuru, lakini ikiwa nyakati ni ngumu, kuwa na neema na wakati wote tegemea Allah. Yeye ni wakili bora, wakala bora zaidi unayoweza kupata. Ikiwa hali yako ni ngumu, basi tafuta njia za kutoka kwa tumaini na kutarajia mazuri. Usichanganye kuridhika na amri ya Allah na kukata tamaa kwa msaada wa Allah. Endelea kujitahidi na kumwomba Allah, kwa sababu anajua ulichopoteza na anajua ulichokosa kupitia majaribu haya yote, na anaweza kukupa zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Usitupe tu fursa ambazo Allah anakuwekea mbele yako, kwa sababu hazionekani kuwa za thamani wakati huo. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.